Nawashukuru sana wana Krunas Choir kwa uimbaji wenu. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yu mwema na kila wakati. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi hii njema ambayo ametupa na pia ameniwezesha kuweza kusimama hapa. Pia nimshukuru kiongozi wetu Baba Provost kwa fursa hii ambayo amenipa ili nipate kutumika mara nyingine kuleta sauti ya Bwana. Somo la Agano la Kale asubuhi hii ilisomwa vyema kutoka katika kitabu cha Yona. Kitabu cha Yona. Iwapo una Biblia yako, takuhimiza ufungue kitabu cha Yona. Sura ya kwanza ilisomwa yote kuanzia mstari wa kwanza hadi mwisho wa sura hiyo. Ningependa tusome mstari wa kwanza hadi wa tatu kwa pamoja. Tutasoma mistari ya kwanza hadi ya tatu kwa pamoja. Na mada ya mahubiri asubuhi ya leo ni kwamba hakuna pa kujificha. Hebu sema hakuna pa kujificha. Basi sote tutasoma Biblia yako, na wale ambao hawana Biblia pale kwenye runinga tayari tumewekewa. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tashishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hadi Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tashishi. Basi akalipa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tashishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Pengine tuanze kwa kujiuliza, Yona alikuwa nani? Tunaposoma kitabu cha pili cha Wafalme mlango wa 14 mstari wa 25, tunapata kumjua Yona. Tunapata kuwa Yona alikuwa ni mtu wa kutoka mji ulioitwa Gath-Heferi. Yona alikuwa ni mtu aliyetoka kwenye mji mdogo ulioitwa Gath-Heferi. Alikuwa ni Mwibrania. Mji huo ulikuwa katika ufalme wa kaskazini wa Israeli. Na Mungu alimwambia huyu Yona aende Ninawi, mji mkuu wa Waashuru. Mungu anamwagiza na anamwamuru huyu Yona aende Ninawi ili apaze sauti, awapigie kelele na ahubiri Injili kwa wana Ninawi. Hawa Waashuru, hawa watu wa Ninawi walikuwa ni watu wakatili ambao walikuwa wamewatesa sana watu wa Mungu. Na kutoka Gath-Heferi, ule mji ambao tayari tumejua ya kwamba Yona alitoka, kutoka pale Gath-Heferi kwenda Ninawi ilikuwa ni safari ya kwenda kaskazini mashariki. Na tunaposoma kuhusu Yona katika Biblia, tunapata ya kwamba Yona hakuanza hiyo safari ya kwenda Ninawi, hakuelekea Ninawi ambayo ilikuwa ni kaskazini mashariki kutoka pale Gath-Heferi. Yona tunavyosoma alikwenda Tashishi, na Tashishi ilikuwa ni kusini magharibi. Ninawi ndio pale Iraki ipo. Iraq tunayoijua, pale Iraki iko ndio pale Ninawi ambayo tunaisoma hapa
ilikuwepo. Na Tarshishi ambayo ilikuwa ukitoka Geth-Haferi alikokuwa huyu bwana Yona, ilikuwa ni kwenda kusini magharibi, ndo pale Uhispania ipo siku ya leo. Yona hakuenda Ninawi, Yona alienda Tarshishi. Kwa maneno mengine, Mungu alisema nenda, na Yona akasema hapana, sitaenda. Yona aliamua kwenda upande mwingine kabisa, aliamua kwenda kinyume na maagizo yake Mwenyezi Mungu. Na pengine tujiulize, ni kwa nini Yona hakufuata maagizo yake Mwenyezi Mungu? Ni kwa nini Yona hakutaka kwenda Ninawi? Hakutaka kwenda Ninawi kwa sababu Waninawi walikuwa maadui zake. Waninawi walikuwa wamewatesa Wanaisraeli, na pia walipata kuwagandamiza na kuwadhalilisha sana watu wa Yona pale mji wa Gath-Haferi. Basi huyu Yona akawa hajafurahishwa na hawa Wananinawi, alikuwa na uchungu moyoni. Hawa walikuwa ni maadui wake. Basi mwito wa kwenda Ninawi ulikuwa ni mwito ambao hakukubaliana nao hata kidogo. Yona hakuwa tayari kwenda Ninawi. Wapendwa, kama tunavyomjua Mwenyezi Mungu, Mungu wakati mwingine hutuita kwenda mahali ambapo hatutaki kwenda. Mungu kama tunavyomjua hutuita kufanya mambo tusiyotaka kuyafanya. Mungu kama tunavyomjua hutuita kusamehe watu ambao tungependa kuadhibu. Mungu hututia nguvu na kututia moyo katika neno lake ili tuweze hata kuwaombea maadui zetu, kuwaombea watu ambao tungependa kuwaepuka. Imani ya Kikristo siyo rahisi. Ukristo na kutembea na Mungu siyo jambo rahisi. Lakini kosa la huyu bwana Yona halikuwa tu kutomtii Mungu. Kosa lake huyu bwana kubwa zaidi ilikuwa kwamba hakujaribu hata kidogo. Yona hakujaribu hata kidogo. Mungu alisema nenda Ninawi. Yona hakuitazama hata njia ya kuelekea Ninawi. Hakuchukua hata hatua moja kuelekea Ninawi. Yona alikimbia upande mwingine akaelekea Tarshishi. Na ndugu yangu, dada yangu, wakati Mungu anakutaka ufanye jambo gumu, angalau jaribu. Jaribu kusoma neno la Bwana. Jaribu kusoma Biblia yako. Jaribu kuanza siku yako kwa maombi. Jaribu kuzuia ulimi wako kutamka maneno mengine, haswa pale unapopandwa na mori na hasira. Jaribu kuishi maisha mema. Jaribu kuishi maisha ya haki na kweli. Jaribu kwenda mahali Mungu anataka uende. Mwambie jirani yako, jaribu. Biblia inasema Yona alikimbia kutoka mbele za Bwana. Alikimbia kutoka usoni mwa Bwana. Neno la Kiebrania ambalo limetafsiriwa kukimbia ni baraa. Sema baraa. Na neno hili lina maana kukimbia ili kuvunja uhusiano. Ni kukimbia, lakini si kukimbia tu, bali ni kukimbia ili kuvunja uhusiano. Yona alikuwa kama mtu anayesema, Mungu, sitaki tena kuwa na uhusiano kati yangu na wewe, kwa sababu sitaki kufanya yale ambayo unaniambia nifanye. Lakini kabla tumhukumu vikali huyu bwana, kabla tumhukumu vikali Yona, tujiulize, je, si ni kweli kwamba sisi pia hufanya hivyo wakati mwingine? Mungu asipofanya tunavyotarajia, tunakimbia. Maombi yasipojibiwa tunavyotaka, tunakimbia. Mungu akiwabariki watu ambao hatuwaoni wakistahili, tunakimbia. Tunataka Mungu atende
kwa masharti yetu. Lakini katika kukimbia kwake huyu bwana Yona anapata kugundua mambo matatu ambayo ni vyema tujifunze sisi sote kama Wakristo asubuhi hii ya leo. Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba uwepo wa Mungu hauepukiki. Sema, uwepo wa Mungu hauepukiki. Yona alikimbia akaelekea Tarshishi ili kuepuka uwepo wa Bwana. Lakini swali ni hili: je, unaweza kukimbilia wapi kutoka kwa Mungu aliye kila mahali? Mungu wetu yuko kila mahali. Je, unaweza ukatorokea wapi? Unaweza ukaelekea wapi? Unaweza ukakimbia ukikwenda wapi pale ambapo Mungu hatakuwepo? Waandishi wa Zaburi katika Zaburi 139 mstari wa 7 anasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Yaani popote unapokwenda, popote unakoelekea, Mungu yuko hapo. Ukiwa kwenye mwanga, Mungu yuko hapo. Ukiwa gizani, Mungu yuko hapo. Ukiwa katika furaha, Mungu yuko hapo. Yaani huwezi kuepuka uwepo wake Mungu. Na kama kweli tungeamini kwamba Mungu yuko pamoja nasi kila mahali na kila wakati, baadhi yetu tungebadilisha mienendo yetu. Baadhi yetu tungebadilisha hali ya maisha yetu. Baadhi yetu tungebadilisha hata na tabia zetu, kwa sababu Mungu anaona kile tunachofanya. Hakuna siri mbele zake Mwenyezi Mungu. Lakini kuna upande mzuri wa neno hili na jambo hili siku ya leo. Upande mzuri wa jambo hili ni kwamba Mungu hayupo tu wakati tunafanya makosa, yupo pia tunapopitia hali ngumu katika maisha yetu. Huyu Mungu hayuko tu wakati tunapotenda dhambi. Huyu Mungu ni mwaminifu na pia yuko wakati tunapitia changamoto na magumu ya maisha. Wakati daktari anatoa taarifa mbaya, Mungu yuko. Wakati mwajiri anasema hatukuhitaji tena, tumekuwa wengi na kazi sasa itabadilika kidogo, tunapunguza idadi ya wale wanaofanya kwenye kampuni hii, basi tunakuambia sasa wakati huu una mwezi mmoja wa kubaki wa kusalia ili ukwende nyumbani, hatukuhitaji tena. Hata wakati huo Mungu yuko hapo. Biashara yako inapopitia mawimbi na changamoto, haupati faida, hata katika hali hiyo Mungu yuko hapo. Wakati mpendwa wako anaondoka, wakati unampoteza mpendwa wako mzazi au mume wako au mke wako, wakati unapitia changamoto katika hali ya ndoa yako, bado Mungu yuko hapo. Wakati maisha yanaporomoka, Mungu bado yuko hapo. Bwana asifiwe. Katika kila hatua ya maisha yake huyu bwana anajulikana kama Yona, Mungu alikuwa hapo. Kwenye meli, Mungu alikuwa naye. Kwenye dhoruba, Mungu alikuwa naye. Baharini, Mungu alikuwa hapo. Ndani ya samaki, Mungu alikuwa hapo. Nchi kavu, Mungu alikuwa hapo. Akiwa Geth-Heferi, ule mji wake alikoishi mwanzo, Mungu alikuwa naye. Yopa, Tarshishi pamoja na Ninawi, bado Mungu alikuwa hapo. Kila mahali Yona alikwenda, Mungu alikwenda naye. Mungu alikuwa hapo. Na kuna mtu hapa leo hii ambaye anaweza kuangalia maisha yake na kusema ukweli. Unapoangalia maisha yako asubuhi ya leo, unaweza ukasema kwamba Mungu amekuwepo tangu mwanzo. Wewe unayenisikiliza asubuhi ya leo,
uko hapa leo hii kwa sababu Mungu amekuwepo. Mungu alikuwa jana, ndio maana uko hapa leo, na bado yuko nawe hata leo na kesho kuendelea, bado huyu Mungu atakuwa nawe. Yona aligundua kuwa uwepo wa Mungu hauepukiki. Jambo la pili ni kwamba makusudi ya Mungu hayaepukiki. Makusudi ya Mungu hayaepukiki, au ukipenda makusudi ya Mungu hayazuiliki. Yona alikuwa na hiari, na Mungu ametupa sisi wanadamu. Anapotuumba sisi wanadamu anatupa hiari ya kuchagua. Uumbaji mwingine hutii bila maswali. Uumbaji mwingine hutii bila kupinga. Jua halisemi sitaki kuchomoza, mimea haisemi sitaki kuwa, lakini wewe na mimi tunaweza kumwambia Mungu hapana. Na sote hapa tumekuwa na nyakati zetu za taashishi. Ukiangalia maisha yako, kuna wakati moja, kuna majira mengine umekuwa na wakati wako wa taashishi. Mungu anasema nenda Ninawi, na wewe unaamua kwenda taashishi. Mwenzangu, unaweza kutumia hiari yako kumwambia Mungu hapana. Unaweza kukimbia unavyotaka, unaweza kuishi kwa masharti yako, lakini Mungu ana neno la mwisho. Mungu ana neno la mwisho. Musa hakutaka kwenda kwa Farao, lakini Mungu akamwambia huna budi. Yeremia hakutaka kuhubiri, lakini Mungu akamwambia huna budi, na Mungu akamtuma. Maria hakutarajia kupata mimba kupitia uweza wa Roho Mtakatifu, lakini Mungu akamwambia huna budi. Yona naye hakutaka kwenda Ninawi, lakini Mungu akamtuma. Kwa nini? Kwa sababu atakalo Mungu lazima litimie. Pende usipende, makusudi ya Mungu hayazuiliki. Mungu anajua jinsi ya kuelekeza hatua zake. Mungu anajua kupanga mambo yake, na pia anajua kupanga mambo yetu na kuelekeza hatua zetu pia. Unaweza kubadilisha mwelekeo, lakini huwezi kubadilisha kusudi lake Mwenyezi Mungu. Unaweza kukimbia, lakini Mungu anaweza kutumia hata dhoruba kukurudisha kwenye njia inayofaa. Unaweza kusema hapana, lakini mwisho wa yote mapenzi yake Mwenyezi Mungu lazima yatimie. Yona anagundua mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba uwepo wa Mungu hauepukiki. Jambo la pili analoligundua katika hali ile ya kukimbia akielekea Tarshishi ni kwamba makusudi ya Mungu hayazuiliki wala hayaepukiki. Na jambo la mwisho, jambo la tatu, Yona anagundua jambo jingine. Jambo la tatu ni kwamba upendo wa Mungu hauvunjiki. Hebu sema upendo wa Mungu hauvunjiki. Hebu sote tuweke mkono mmoja kwenye kifua. Weka mkono mmoja kwenye kifua chako. Sema hivi: Mungu ananipenda. Sema kama unaamini na unamaanisha. Sema Mungu ananipenda. Ndio, Mungu anakupenda zaidi ya unavyotarajia au unavyofikiria. Haijalishi umefanya nini, haijalishi umeanguka kiasi gani, haijalishi umepotoka kiasi gani, haijalishi umeenda mbali kiasi gani, Mungu anakupenda. Yona hakutaka kwenda Ninawi kwa sababu Waninawi walikuwa maadui zake, na alikuwa na kinyongo, alikuwa hajafurahishwa, alikuwa amekerwa, alikuwa amewabeba moyoni. Akasema mimi sitakwenda kule kwa watu ambao wamedhalilisha Waisraeli, wametesa Waisraeli, na hata pale Geth-Haferi mji wangu walipata kutushambulia na kutesa watu wangu. Yona akasema hata kwenda kule. Lakini ukisoma sura ya 4, kitabu cha Yona kina sura 4 peke yake. Ukisoma sura ya 4 ya kitabu cha Yona utapata jambo fulani muhimu sana. Yona alijua kwamba
kama angeenda Ninawi, Mungu angewapenda wa Ninawi pia. Alijua. Ukisoma sura ya 4 utaona hiyo, ya kwamba Yona alijua kwamba akienda Ninawi, hawa watu wa Ninawi ambao ni adui zake pia watapendwa naye huyu Mungu. Na hapa ndipo tunajifunza jambo kubwa. Tunajifunza kuwa upendo wa Mungu hauchagui watu kwa misingi ya kustahili kwao. Upendo wa Mungu ni wetu sisi sote, hauchagui yeyote kwa misingi ya kustahili. Kwa maana kama ingekuwa inachagua kwa misingi ya kustahili, hakuna yeyote ambaye angependwa na Mungu. Mungu anawapenda watu wake. Mungu anapenda alichokiumba. Yaani hakuna yeyote aliye nje ya upendo wake Mungu. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo unafiki wa kidini unajitokeza. Hapa ndipo unafiki wa kidini unajitokeza dhahiri. Yona anasema Waninawi ni waovu. Waninawi sio watu wazuri, lakini yeye mwenyewe anamwasi Mungu. Anasema Waninawi sio watu wazuri, Waninawi ni waovu, lakini yeye mwenyewe anamwasi Mungu. Tunawaita wengine waovu, huku sisi wenyewe tukihitaji neema yake huyu Mwenyezi Mungu. Tunataka damu ya Yesu ifunike dhambi zetu, maana tunazo, lakini tunafikiri wengine hawastahili rehema zake Mwenyezi Mungu. Huo ni unafiki. Hebu sikiza. Mungu anawapenda watu wa Ninawi pamoja na kuvunjika kwao. Na hiyo ni habari njema kwetu sisi sote asubuhi hii ya leo. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Nimekuja nikwambie kwamba Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Hangoji uwe mkamilifu ndipo akupende. Hangoji uwe sawa ndipo akupende. Anakupenda ukiwa umevunjika. Anakupenda ukiwa umepotea. Anakupenda ukiwa umeanguka na umepotoka. Anakupenda katika hali ulionayo. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Hebu turudi pale kwenye mstari wa 2. Yona sura ya 1 mstari wa 2. Biblia inasema neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai likasema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkuu, ukahubirie. Ingine Biblia yako inasema kapige sauti au kelele, kapaze sauti. Mungu anaita Ninawi mji mkuu. Biblia yako pengine inasema mji mkubwa. Neno la Kiebrania linalotumika pale lina maana mji mkuu, great city. Mungu anamtuma Yona aende Ninawi, katika mji ambao anaoita mji mkuu, ingawa anaona uovu wake. Anasema nenda kwenye mji ule mkubwa, mji ule mkuu, lakini bado anaona uovu wa mji huo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweza kuona ukuu ndani yako ambao watu wengi hawawezi kuona. Wacha nirudie. Mungu anaweza akaona ukuu ndani yako ambao watu wengi hata katika familia yako huenda wakakosa kuona. Na upendo wa Mungu ambao ni upendo wa ajabu, ni upendo wa kupita kiasi, ni upendo usio na kipimo, unaweza kubadilisha uovu kuwa ukuu. Bwana sifiwe. Nikimalizia, ningependa kusema na mtu fulani kanisani siku ya leo. Hebu tuinamishe vichwa vyetu na tufunge macho. Ni wakati wa kusikia sauti ya Bwana. Sijui anakuambia nini asubuhi ya leo kupitia neno lake. Labda umekuwa ukikimbia, unamkimbia Mungu, unakimbia utii, unakimbia wito wake juu ya maisha yako, unakimbia toba. Labda umejifunza kujishughulisha na mambo mengi ili usifikirie kuhusu huyu Mungu, lakini ndani yako unajua kwamba unakimbia. Na leo Mungu anakuambia
acha kukimbia. Unaweza kwenda Tarshishi, Mungu yuko. Unaweza kupanda meli, Mungu yuko. Unaweza kushuka vilindini, Mungu yuko. Hakuna mahali pa kujificha kutoka kwa uwepo wake Mungu. Na Mungu hakufuata maisha yako, hajakufuata kwa sababu anataka kukuangamiza. La, anakufuata kwa sababu anakupenda. Dhoruba haikumwangamiza Yona. Samaki hakumwangamiza Yona. Mungu alikuwa akimgeuza. Na leo hii Mungu anakupa nafasi ili uweze kugeuzwa pia. Pengine umeahirisha toba kwa muda mrefu. Pengine umebeba uchungu kwa muda mrefu. Umeishi kwa masharti yako kwa muda mrefu. Wakati umekuja ili wewe pia uache kukimbia. Umgeukie Bwana na urudi nyumbani kwake Bwana. Na iwapo hujawahi kabisa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako, aje awe Bwana tena Mwokozi wako, leo hii Mungu kwa upendo wake anakuita. Hahitaji uwe mkamilifu. Anasema njoo jinsi ulivyo. Anasema njoo na dhambi zako. Anasema njoo na kushindwa kwako. Anasema njoo na maswali yako yote. Njoo na kuvunjika kwako, lakini njoo. Injili si kwamba unaweza kujiokoa mwenyewe, la. Injili ni kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako, akafufuka na akakupa msamaha. Injili ni kwamba Yesu anakupa upatanisho na Mwenyezi Mungu na anakupa maisha mapya. Ikiwa uko tayari kuacha kukimbia na kusalimisha maisha yako kwa Yesu, inua mkono wako mmoja mbele zake Mwenyezi Mungu ili niweze nikaomba nawe. Ni fursa ya kipekee ambayo Mungu anakupa kwa upendo wake ili umpokee na uanze upya. Basi nakusihi, iwapo hujawahi mpokea Yesu Kristo akufanye upya, iwapo hujawahi mpokea Yesu Kristo aje katika maisha yako na kuokoe, ni nafasi yako ambayo Mungu anakupa kwa upendo wake. Inua mkono wako na tutaomba kwa pamoja. Unajua moyoni umekuwa ukikimbia, na Mungu leo hii anakuambia wacha kukimbia. Njoo nyumbani. Njoo ulivyo, kwa maana ninakupenda jinsi ulivyo. Inua mkono wako na nitaomba pamoja nawe. Asante kwa mkono huo. Kama unasikia sauti yangu na pengine pia unafuata ibada hii kwenye runinga, hebu rudia sala hii ya toba. Bwana Yesu Kristo, ninakuja kwako jinsi nilivyo. Nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na kwamba ninakuhitaji. Nisamehe dhambi zangu, kutokutii kwangu na nyakati nilizokukimbia. Leo ninaacha dhambi zangu na ninakuelekea wewe Mwenyezi Mungu. Ninaamini kwamba ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka. Ninaamini kwamba wewe ni Bwana. Nisamehe, unitakase, niokoe. Ninasalimisha maisha yangu kwako, ewe Mwokozi wa Bwana na Bwana wangu. Niongoze katika njia zako. Nifunze Bwana. Kuanzia leo ninachagua kukufuata. Sikukimbia tena. Narudi nyumbani kwako. Katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana tena ni Mwokozi wetu. Amen. Hebu tuombe. Baba mwenye neema, mwenye rehema nyingi na mwenye upendo, asante
kwamba tunapokimbia unatutafuta na unatufuata. Tunapoanguka unaturejesha kwako. Tunapopotoka Bwana, neema yako bado inatuita turudi nyumbani. Geuza mioyo yetu ikurudie wewe. Tupe ujasiri wa kutii, neema ya kutubu na imani ya kukufuata mahali unapotuelekeza. Bwana, hatuwezi kukimbia uwepo wako, kuyaepuka makusudi yako, wala kuumaliza upendo wako. Kwa hiyo tunaacha kukimbia, tunajisalimisha, tunarudi nyumbani, katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen.